16 mpaka leo halijatatuliwa. Watu mnawazungusha tu. Watu hatukuzaliwa wote wenye uwezo unaofanana. Yuko mwingine anaishi kwa mchicha, mwingine kwa nyanya. Wewe unamlazimisha mpaka ujenge gorofa. Kajenge gorofa basi huko nje, watafata huko wanaotaka kuuza nyanya kwenye gorofa. Haya, wafanya biashara wadogo wadogo, kaendeleeni na eneo lenu hilo. Asante baba, asante, Mungu akubariki. Na mimi nitawachangia, nitakata mahali kwenye halmashauri. Mheshimiwa Waziri, waletee hao wafanya biashara wadogo wadogo milioni 200 au 300 ziwasaidie katika kujenga hilo eneo. Asante baba, Mungu akubariki sana mheshimiwa. Kaanzeni hata kesho, lakini msigombane. Baba tunashukuru sana, Mungu akubariki. Mjipange vizuri, mjenge hilo soko lenu kwa nyumba zinazofanana, muuze huo mchicha, muuze nyanya, na wakati mkiwa mnaendelea kujenga muendelee kuuza hata kesho, mwanze kupeleka kule biashara. Asante baba. Asante sana baba, Mungu akubariki. Rukwa oye! Na manispaa msiwasumbue, kwa sababu sasa bado wanajenga. Msiende kukusanya hata hela huko. Haya, eleza hapo. Eleza kwa nini hilo soko tangia mlipochukua hela za wananchi waliochanga, hela hazijarudishwa, lakini soko halijajengwa. Mwelekeo ni upi? Mmefikia wapi? Mheshimiwa Rais, kwanza nami nianze kwa kukushukuru sana, lakini kwa majina naitwa Justin Emmanuel Malisawa, ni mstahiki meya manispaa ya Sumbawanga. Mheshimiwa Rais, ni kweli mnamo 2017 tulipata maafa ya kuunguliwa na soko letu la Mandela. Baadaye tuliweza kuwatafutia wafanyabiashara ambao walikuwa ndani ya soko la Mandela katika eneo la Chama cha Mapinduzi. Eneo hilo walijenga vibanda vya muda. Mheshimiwa Rais, baada ya kufanya hivyo, sisi kama halmashauri tumeanza utaratibu. Badala ya kurudisha vile vibanda ambavyo havikuwa na tija, tumetengeneza utaratibu wa kutafuta fedha kwenye vyombo vya kifedha, lakini tumeandika maandiko. Vile vibanda havikuwa na tija, walikuwa hawawezi wakauza nyanya humo kwenye vibanda. Walikuwa wanauza, Mheshimiwa Rais. Sasa sijaelewa unaposema havina tija. Mheshimiwa Rais, ninachomaanisha kwamba tujenge soko la kisasa ambapo tumeandika maandiko mbalimbali. Moto uliungua lini? Mwaka 2017. Kwa hiyo kuanzia 17 hamkujenga, 18 hamkujenga, 19 ndio mnaandika light up ya kupata hizo fedha. Baada ya miaka mingapi utapata hizo fedha? Mheshimiwa Rais, naamini kwamba tuko hatua za mwisho ili kupata fedha na tuweze tujenga hilo soko. Kitu gani kiliwafanya msipate mwaka 2017? Na kitu gani kiliwafanya msipate fedha 2018? Na kitu gani kiliwafanya msipate fedha mwaka 2019? Tumebakiza miezi miwili tu. Mheshimiwa Rais, kama ulivyosema kwamba fedha tunataka. Unaomba pesa kiasi gani? Mheshimiwa Rais, tumeomba walau kwenye soko hili tunalolijenga, tumekadiria walau tujenge soko la thamani ya shilingi bilioni 5. Na bajeti yenu ni kiasi gani? Bajeti yetu ya mapato ya ndani, Mheshimiwa Rais, kwa mwaka wa fedha 17-18 tulikuwa na bajeti ya bilioni 2.12 na tuliweza kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 3, na mwaka huu tumeongeza bajeti kulingana na makisio ya mwaka jana, tutakusanya kiasi cha shilingi bilioni 2.4. Sasa kwa nini hamkuanza kutenga bilioni 1 na kuanza kujenga? Miaka mitatu si mngekuwa mmeshajenga hilo soko? Mheshimiwa Rais, kama nilivyoeleza kwamba tulikuwa na vipaumbele vingi, lakini pamoja na hilo tulishauriana na wataalamu kwamba tupate fedha za kutosha ili tuanze. Nani kiongozi wa soko hapa? Yupo? Hebu aje hapa aeleze hapa. Haya maelezo hayaingii hivi. Naona kama kuna mchezo mchafu. Kiongozi wa soko aje hapa, aje atueleze vizuri tuelewe.
Kama yupo. Haya, njoo ueleze hapa, mumfungulie huyo aje aeleze. Au ninafanya vibaya kuuliza haya jamani? Kiongozi wa soko naye mnene. Haya, eleza bana, tatizo ni nini? Hebu eleza ukweli, tupe historia kwa ufupi. Mheshimiwa Rais, kwanza nashukuru sana kwa kunipa nafasi hii ili niweze kusema. Kwanza nashukuru Mheshimiwa, wewe ni nuru ya taifa letu la Tanzania. Tunaomba tu Mheshimiwa, ninayo makaratasi mengi sana hapa ambayo tumekubaliana na watu wa manispaa. Ili soko limeungua tangu tarehe 26 mwezi mwaka 2016. Sasa Mheshimiwa, wanaposema hawa wataalamu wetu kwamba tunatafuta pesa, sisi tumechanga pesa ziko manispaa shilingi milioni 15,385 na bado tukapewa nafasi ya kusema sasa kwa ajili ya kupata zile nafasi zile mchange wote shilingi 10,000. Tumechanga shilingi 800,000 unajumlisha na zile 15,385 unapata hesabu na jumla ya shilingi 800,000 zote ziko manispaa. Tumewaomba kwamba tunaomba hili soko tusaidiane na sisi wafanyabiashara ili tuweze kurudi kwa wakati. Tumefyatua tafari, yani zile block, gharama ya shilingi milioni 6 ziko humo ndani, ambapo Mheshimiwa Rais, ukiwa rais wa wanyonge, hata ingewezekana ukatoka tu hapa, maana ni hatua kama 150 kwenda kwenye hilo soko tunalolizungumza. Soko hilo tumejenga sisi wananchi wanyonge wa hali ya chini, lakini tunasumbuliwa sana Mheshimiwa Rais juu ya hilo soko, ambapo tungepewa nafasi hata ya kujenga ndani ya miezi mitatu tu, tukalijenga tulivyokuwa endelea kujenga vile vyumba ambavyo vya mita 2 tungekuwa tumemaliza. Tunamkumbuka na Njovu aliyekuwa amehama katika manispaa hii, aliyekuwa mkurugenzi, maana ndo tuliyeanza naye, lakini alipokuja mkurugenzi huyu anasema lazima ajenge gorofa ambayo kwenye soko hilo tutauza nyanya kwenye gorofa. Rais, nyanya, tutapepeta mahindi yale kwenye soko hilo. Inawezekana? Tunajaribu kumuomba lakini hatuelewi. Mheshimiwa, umepita nuru ya manispaa, umepita kwenye mkoa wetu kama nuru, kama kioo cha nchi yetu. Tunaomba Mheshimiwa, soko hilo lifunguliwe hata kesho. Uwezo huo tunao. Asante Mheshimiwa. Kaa hapo bana, na kweli ukauze nyanya na mchicha mpaka kwenye gorofa. Ninyi mmechanga kiasi gani mpaka sasa hivi Mheshimiwa? Tumechanga ndani ya manispaa wafanyabiashara wananchi waliochanga, tulichanga shilingi milioni 15,385. Hizo ndo tumechanga, ziko manispaa. Lakini bado tukapewa nafasi, makaratasi haya ninayo na risiti baadhi na kitabu cha risiti tunacho. Tukakamatwa hata kupelekwa ndani na mkuu wa wilaya, lakini mkuu wa wilaya naona alikuwa hajaelewa, ni ndani ya hiyo manispaa, hajaelewa akatupeleka ndani. Lakini tunamshukuru pia hata huyu DC mkuu wa kituo akasema hapana, watoe, kwa sababu makubaliano yalikuwa ni ndani ya mkurugenzi na wafanyabiashara. Sasa tunaomba tu Mheshimiwa Rais, tunakuomba sana baba, we ni baba wa wanyonge. Labda niulize, mna eneo la ukubwa gani? Liko tu hapa ndani baba, sijapima eneo, ila lina vyumba ambavyo vimejengwa vya kuzunguka hilo soko, viko kama 115 vinavyozunguka, vingine vinatazama kwa nje, vingine vinatazama kwa ndani, kwa yani vile vyumba vinavyozunguka. Mstahiki Meya, hizo hela zao ziko wapi? Mmezichukua tangu mwaka 2017, kwa hiyo mmezizalisha, zimepata interest. Mheshimiwa Rais, kama wanavyosema wafanyabiashara, baada ya kuanza mabishano tuliwaomba tuwarejeshe fedha zao, wakasema hapana, fedha hizo mtaendelea kukaa nazo mpaka mtakapo. Haya, ngoja nimalize hili bana, mnababaisha tu. Sasa unasikia wewe kiongozi wa wafanyabiashara, na niwaambie uongozi wa mkoa. Naam baba.
uongozi wa mkoa, mkuu wa mkoa, mjifunze kutatua matatizo ya wananchi. Haiwezekani tatizo limekuwepo tangu mwaka 2016 mpaka leo halijatatuliwa. Watu mnawazungusha tu. Watu hatukuzaliwa wote wenye uwezo unaofanana. Yuko mwingine anaishi kwa mchicha, mwingine kwa nyanya. Wewe unamlazimisha mpaka ujenge gorofa. Kajenge gorofa basi huko nje, watafata huko wanaotaka kuuza nyanya kwenye gorofa. Haya, wafanya biashara wadogo wadogo, kaendeleeni na eneo lenu hilo. Asante baba, asante, Mungu akubariki. Na mimi nitawachangia, nitakata mahali kwenye halmashauri. Mheshimiwa Waziri, waletea hao wafanyabiashara wadogo wadogo milioni 200 au 300 ziwasaidie katika kujenga hilo eneo. Asante baba, Mungu akubariki sana mheshimiwa. Kaanzeni hata kesho, lakini msigombane. Baba tunashukuru sana, Mungu akubariki. Mjipange vizuri, mjenge hilo soko lenu kwa nyumba zinazofanana, muuze huo mchicha, muuze nyanya, na wakati mkiwa mnaendelea kujenga muendelee kuuza hata kesho, mwanze kupeleka kule biashara. Asante baba. Asante sana baba, Mungu akubariki. Rukwa oye! Na manispaa msiwasumbue, kwa sababu sasa bado wanajenga. Msiende kukusanya hata hela huko. Unajua mambo mengine ndugu zangu tunayaleteleza sisi wenyewe. Mkuu wa mkoa yupo, meya yupo, madiwani wapo, maofisa ardhi wapo, madisi wapo, mambo hayatatuliwi miaka mitatu. Na wapongeza sana wafanyabiashara, endeleeni kuchapa kazi na Mungu atawajalia. Uzeni nyanya, uzeni dagaa, mpaka dagaa ikapande kwenye gorofa. Sasa manispaa, tafuteni eneo lingine la kujenga soko lenye gorofa, kwa sababu hata huu mji unapanuka. Hamwezi mkalazimisha kujenga tu pale. Pimeni eneo moja kubwa, katafuteni hizo fedha za uwekezaji, jengeni hilo la gorofa. Lakini hapa waachieni hawa watu wanyonge walionipigia kura mimi. Rukwa oye! Naona nimemaliza ndugu zangu kuzungumza na ninyi. Ninajua yako mengine machache machache.